waimbaji. Lakini leo tunazungumza kuhusu kuabudu. Kuabudu ni zaidi ya kusifu. Kuabudu kunaenda mbali zaidi, na ni kuingia chini zaidi. Kuabudu ni nini? Kuabudu ni kusujudu. Tafsiri ya kuabudu na kusujudu ni nini? Tuenda kuangalia. Kusujudu ni kuinama. Kuinama ni nini katika maana ya kuabudu? Ni paji la uso kugusa ardhi. Ni paji la uso la mwanadamu kugusa ardhi katika hali ya kunyenyekea. Ni hali ya kuheshimu kitu kwa 100%. Ni hali ya kuabudu au kuamini kitu kwa 100%, hicho kinachosujudiwa hicho. Ni hali ya kuogopa kitu hicho unachokisujudu kwa 100%, ndio inaitwa kusujudu, kuabudu. Ni hali ya kunyenyekea 100% kwa hicho kitu unachokiabudu. Pia kwa kukiomba kwa 100%. Narudia tena, tafsiri ya kuabudu. Kuabudu ni kusujudu. Kusujudu ni kuinama. Kuinama ni paji la uso la mwanadamu, sio la ng'ombe, la mwanadamu kugusa ardhi. Tutaenda kuangalia kwa nini kuabudu. Kugusa ardhi kwa hali ya unyenyekevu sana na kwa heshima sana. Bwana asifiwe sana. Hiyo tafsiri ya kuabudu. Mungu alikataza kabisa chochote kuabudiwa, kusujudiwa. Kwa heshima unaweza ukakiheshimu, lakini sio kukisujudu. Unaposujudu kitu, manake hicho kitu kina uwezo kuliko wewe, kina nguvu kuliko wewe, na maana ya kuabudu halisi ni hii. Bwana asifiwe sana. Kwa nini kuabudu kunaambatanishwa na ardhi? Kwa nini kusujudu kunaambatanishwa na ardhi, udongo, vumbi? Maana yake ni hii, na ndio maana ukiona mambo yamekaza, mambo ya umeumana, ingia kwenye chumba chako. Na kuna watu unaweza ukakuta toka umeokoka hujawahi sujudu au kuabudu hata siku moja. Wangapi walishawahi sujudu? Amen. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni tabia, iwe ni tabia yako. Bwana asifiwe sana. Na kama hujawahi anguka au kugusa hii ardhini, sasa leo ndio nilikuwa nashangaa mambo makubwa. Unaposujudu, abudu maana yake ni kwamba, kama nilivyotangulia kusema, ni kwamba lazima hakikisha paji lako limegusa ardhi. Kwa maana hii, kwa nini Mungu anapaswa kuabudiwa? Kwanza, maana yake ya kwanza, wewe ni mavumbi. Sema mimi ni mavumbi. Ndio kumwonyesha Mungu kwamba mimi si lolote, sio chochote, mimi ni vumbi. Huwezi lolote, hujui chochote, sijui chochote. Hali ya unyenyekevu. Maana ya pili, mimi nimeambatana na ardhi. Kwenye ardhi, wewe na ardhi ni mtu na rafiki. Mimi ni ardhi, mimi ni vumbi, nimeshikamana na udongo. Bwana asifiwe sana. Maana ya tatu, nilitoka katika vumbi hili, alafu nitarudi kwenye vumbi hili. Bwana asifiwe sana. Maana ya nne ya kusujudu, kwamba hakuna kiumbe yeyote anayepaswa kuabudiwa isipokuwa wewe
uliyenitoa katika mavumbi. Bwana asifiwe sana. Hakuna mwingine yeyote wa kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake. Una akili kuliko wote, una uwezo kuliko wote, una mamlaka kuliko wote. Maana ya 5, wewe ni mfinyanzi wangu, sitambui mwingine isipokuwa wewe uliyenitoa katika mavumbi. Ndio maana ya kusujudu na kuabudu. Na kama hujawahi kufanya hivyo, uwe na tabia hiyo. Hiyo inaondoa kiburi. Na ndio maana Mungu amekataza vitu vitatu usiviabudu. Cha kwanza, Mungu ameapa, na Mungu atamlaani atakayemwabudu mwanadamu mwenzake aliyetengenezwa na udongo kama yeye. Mheshimu, unaweza kumheshimu, lakini sio kumwabudu. Na ndio maana tunasema kwamba Yesu alikuwa Mungu, ameabudiwa mara nyingi na kusujudiwa mara nyingi. Na ndio mmoja ya kwamba Yesu alikuwa Mungu 100%, na pia alikuwa Mungu 100%. Alikuwa mtu, alikuwa Mungu. Kwa maana alikuwa Mungu, aliabudiwa, alisujudiwa, na yeye mwenyewe aliapisha kwamba mtu yeyote asiabudiwe duniani, na atakayechukua nafasi yangu kufa na afe na apigwe mawe. Ndio maana hata Wayahudi kumhukumu Yesu kwamba afe walikuwa sawa. Wakasema imeandikwa usimsujudu. Mbona unasujudiwa na watu? Akasema kwanza, mjui nyie mnachokiabudu. Laiti mungejua. Angekuwa sio Mungu angekataa, na angekuwa sio Mungu wala tena wangekosana. Maana mwanadamu yeyote ambaye alikuwa na tabia ya kuabudiwa, lazima kifo chake afe kifo kibaya. Kama kina Saddam, kama kina Gaddafi, wapo watu wengi sana waliochukua utukufu. Na ndio maana Mwisraeli atakosana na Antichrist. Antichrist atakuja kutokea Marekani. Nishawafundisha habari ya siku za mwisho. Jinsi ya kudrive ile equation. Marekani ilianzishwa mwaka 1776. Atakuja kutokea pale. Na ndio maana wamemshika hii taifa la Mungu lililobarikiwa duniani. Bwana asifiwe sana. Na atakuja kutokea hapa. Watakuja kukosana tu pale ambapo yule mpinga Kristo atadai aabudiwe na Myahudi, na Myahudi pia uwa mpaka kesho. Ndio maana taamini kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Sasa mpaka siku ile itakapoamuliwa. Kwa hiyo kusujudu ni Mungu amesema. Mwanadamu yeyote duniani ambaye ni vumbi na udongo asiabudiwe. Sio kitu, sio lolote, ni mavumbi tu na udongo. Bwana asifiwe sana. Cha kwanza, tumeapishwa usimwabudu mwanadamu. Mheshimu mwanadamu, mpe respect zake, lakini sio kumwinamia na kugusa viatu vyake. Kwa Mungu ni chukizo. Hawezi kukuumba. Huyo ni mtu, alizaliwa na mwanadamu kama wewe, kama mimi. Sasa cha pili, Mungu ambaye amekataza kabisa usivisujudu ni vitu vya kuchonga. Jua ni matumizi yako. Jua liliumbwa kwa ajili yako. Wewe ni mtawala. Wewe uliumbwa utawale jua, uliumbwa utawale mwezi, uliumbwa utawale nyota, uliumbwa utawale dunia, madini, kila kitu. Usichonge kitu kakifananisha na mimi. Ni chukizo kwangu, maana wewe ni mtawala wa hivyo vitu. Haiwezekani mfalme amwabudu au amsujudu mtumwa. Bwana asifiwe sana. Namba 3, vitu ambavyo Mungu ameapa tusiviabudu ni malaika. Malaika ni watumishi wetu, ni wajoli wanaitwa.
wanaitwa wajoli hawa. Ndio maana ukikuona malaika mahali popote, kama atakutokea hata katika ndoto anadai umwabudu, huyo sio Mungu na ni chukizo kwa Mungu. Kwanza Mungu mwenyewe akikutokea, hata Yesu wakati ule wa zamani akiitwa Jehova, akimtokea Ibrahimu aliabudiwa na Ibrahimu. Aliponenda kwa Ibrahimu na malaika wawili wakiwa mabodyguard wale, Yesu alikuwa katikati. Ibrahimu alipowaona tu, roho yake lijue kabisa yule ni muumba wangu. Unajua kuna contact. Bwana asifiwe sana. Mungu wa kweli hata dai umwabudu, anajua utaanguka tu. Nafsi ile pumzi namjua. Nishawaambia katikati ya wiki wakati tunafundisha, Mungu wa kweli huwa hawezi kudai umwabudu. Utamwabudu tu, utaanguka tu. Amen. Ukiona linajitokeza kwenye ndoto, na nyinyi ambao mnafunga sana pia, unapofunga ndio maana kuna masharti ya kufunga, na shetani wanajitokeza sana unapokumefunga, kwa sababu roho inakuwa nyepesi kwa adapting, kuna ni kila kitu, kukamata kila kitu kama smart. Nikamtokea mtu mmoja kwamba ni sujudu. Namshukuru sana yule mtumishi wa Mungu, alikuwa anahubiri mahali fulani, na mimi nikaelewa kidogo, lakini kwa sijui maana yake. Sasa sana kufunga zamani, kwamba kuabudu nini, kuna siri gani katika kuabudu, kuondoa kiburi. Na dini nyingine za wenzetu Waislamu wanasema kwamba shetani maruhani huyu aliambiwa msujudu Adamu, amwabudu Adamu, akakataa. Lakini ukisoma vitu vingine ni kwamba kuasi kwa shetani kulitokea hata kabla Adamu hajaumbwa, kwa sababu kuna ufumbuzi kwamba kuna ushahidi kwamba dunia ilikuwepo sana hata kabla ya Adamu, iliangamizwa kwa maji. Lakini sasa hatujui kwamba sasa ndio huyo mwanadamu, lakini wao wanaanzia kwamba kwa Adamu aliambiwa abudiwe na Mungu, alafu shetani akakataa, akasema siwezi kuabudu udongo huu, mimi nimeumbwa kwa moto. Kama nimesoma hiyo vitabu, Biblia yangu mpaka na Qur'ani ninazo, iliweza kuwapata vitu, lakini Mungu ametukataza tusiviabudu hivi vitu. Malaika asija akakuabudisha. Malaika huwa hadai. Mungu hadai muabudu, utamwabudu tu automatically. Lakini kijitokeza ili limaruani kwamba niabudu Bwana, niabudu, unajua mimi sio Yesu, jua kabisa sio mwenyewe huyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu amekataza kata. Mistari ndio hiyo nakupa sasa, ukaisome. Na kuna vitu kabisa vimechukua nafasi ya Mungu. Kitu kinachochukua nafasi kubwa sana katika maisha yako, pima. Kutoka 34 mstari wa 4. Angalia kitu kinachokula muda wako. Angalia kitu ambacho kinakukosesha wewe ibada na Mungu. Angalia kitu unachokipenda zaidi. Unajua kuabudu ibada za sanamu sawa. Tunasemaga dini yangu ile ya Roma ni kwamba tunaabudu ile sanamu ile. Lakini sanamu ziko nyingi sana, Ziko nyingi sana. Sasa hivi wakati wa kombe la dunia, nashukuru amgembe tu. Wakati wa kombe la dunia, wakati nakumbuka nikiwa Kenya kipindi hicho mpaka TV zinawekwa makanisani, nikasema ni bala gani wakati wa kombe la dunia, wachungaji kwamba hawezi kuja, mwingine amejificha mahali. Kuabudu kitu iko maana nyingi. What you love most in your life. Kwa hiyo Mungu ametukataza. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 19, amekataa kata chochote kile. Hata usipende kitu sana, usikiabudu wala kukisujudu. Hicho kitu sio wewe, ni mtawala katika maeneo hayo matatu. Usiabudu malaika, usimwabudu wanadamu, na usiabudu kitu chochote kile zaidi ya Mungu. Na Mungu tunapomwabudu maana yake ndio hiyo, mimi sio kitu, mimi ni udongo, mimi sifai,
unitawale wewe. Mimi nimetoka kwenye mavumbi tu, unihesabu Bwana hata kama nikikosea, jua kwamba mimi ni mavumbi. Amesema hata katika Zaburi 139, na kujua sana nilivyokuumba. Kwa Mungu anakujua sana. Kwa tuwe na tabia ya kumwabudu Mungu. Kumbukumbu 7 mstari wa 4, Kumbukumbu 8 mstari wa 19, Kumbukumbu 11 mstari wa 11, Kumbukumbu 13 mstari wa 6. Iko mingi. Amekataa kata chochote kisiabudiwe. Bwana asifiwe sana. Ukiona mambo hayaendi, chukua muda wa kusujudu. Yako maandiko akalala kifudifudi. Ningekuwa nazungumza na waimbaji, kuna maandiko tosha. Mkitaka nyimbo zenu zisichuje, mambo mengi, kuabudu Mungu iwepo ni sehemu ya nyimbo zenu. Amen. Bwana asifiwe sana. Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa 33. Wafalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 30. Wafalme 22 mstari wa 53. Bwana asifiwe sana. Kusujudu tu ni ibada tosha ya kumfanya Mungu akuheshimu na kwamba unamtambua. Na ndio maana katika hili tu ndio tutapishana na watu wengine, lakini mwabudu katika roho na kweli. Ili jambo lazima ulifanye ukimjua Mungu wa kweli ni nani. Maana hata mashetani yanapenda sana kuabudiwa, na ndio maana kutoka kwenye dini nyingine ni hiyo inakuwa ni sheria, lazima hilo lifanyike kwanza ili kupinga tule Mungu wa kweli. Hasa wewe ili umaanishe zaidi, lazima ufanye umaanishe kwanza kumeokoka, kwamba Bwana mimi sina yote wa kumtegemea, ni wewe peke yako, sina Mungu mwingine zaidi yako wewe. Na ili umaanishe kuabudu kwako, lazima utii maamri za Mungu. Kuna vitu 7 ili kumaanisha katika kuabudu kwako. Moja, lazima utii amri za Mungu ambazo ziko ndani ya wokovu. Kishaokoka ndio hizo unatii humo. Maagizo ya Mungu, sheria za Mungu, watumishi wa Mungu, sheria za serikali, kutolipa kisasi na kuishi maisha matakatifu. Hapo kwa ni mtu wa kuabudu, ni kwamba umemgusa Mungu moja kwa moja. Israeli itakataa kumwabudu yule mnyama. Sasa vurugu zitaanza, kwamba sasa niliwashika muda mrefu, sasa maadui mzunguka, mtandikeni sana. Mwisraeli itasema nafuu tutandike tufe wote kuliko kumwabudu mwanadamu. Israeli kumwabudu mtu ni mwiko. Na hapo ndio walikosana na Yesu. Na Yesu hapa akawabariki, akajitenga nao ili asinyakuliwe nao, ili wabaki wafanye kazi ambayo ametukabidhi. Akanyakuliwa, wakamwabudu, wakarudi. Bwana asifiwe sana. Chukua muda wa kumwabudu Mungu. Hatukinama tu hapo kwamba Mungu asante. Yaani hiyo ni kubwa mno. Inaondoaga kiburi. Afu namfanya Mungu sasa kutazame kwa jicho lake, kwamba huyu hajitumaini. Pamoja na kusoma huyu, pamoja na mali huyu, pamoja na cheo huyu, pamoja na ufahamu, anahitaji msaada, anahitaji kuabudiwa. Hiyo ni alama halisi ya Mkristo anayekwenda mbinguni, na ambaye amejitoa kwamba Bwana ninakusihi, mimi sio chochote. Hata Mungu akifanya makubwa namna gani, unaambia Bwana sitagusa utukufu wako.
unaanguka chini, unasema mimi sio kitu. Asante sana kwa vijana wetu, Mungu amefanya makubwa. Na hapo Mungu anatutegeaga wengi. Mungu akifanya vitu vingi sasa unakuta kimbia haraka sana. Na ndio maana ukimaliza ibada yote lazima ukasujudu kwamba Bwana mimi sio chochote, asante, umenilinda, umenihifadhi, nimetoka salama, wewe ni Mungu. Bwana asifiwe. Unajua shetani anatuinda sana. Amen. Nimekufundisha hii, nataka ikae kwenye akili yako. Uwe na muda wa kumwabudu Mungu. Piga magoti. Alafu najua hao wenzangu mimi washangaa sana. Saa ikifika ya kuabudu, Muislamu hata kukiwa ndani ya ndege anaondoka kwenye kiti, anatandika kamkeka kwenye zile barabara zile, lazima ibada ipigwe. Bwana sifiwe. Hiyo ni nidhamu, ndio kusinetwa. Huyu ni mtu wa sala, ana utaratibu wake. Usimwabudu Mungu au usimsifu Mungu tu akitenda matukio makubwa. Iwe ni taratibu yako, na hii inakupa kicho cha kumwabudu Mungu zaidi. Ile mentality, ule uwezo wa kujitegemea, ule uwezo wa kujiamini. Unasema Bwana mimi sio kitu. Amen. Bwana sifiwe sana. Unajua tukimaliza kuhubiri mimi naonaga ni muujiza. Tena hata walipoenda kina Samueli nikasema kuna kamji fulani na katafutaga sana, nasikia kanafanana na Sumbawanga, kanaitwa Gunbush. Siko karibu na hapo Lamadi. Na sio ukitoka huko ndio unaenda huko zaidi juu. Kunaitwa Nasa. Ndio jina lake halisi. Gunbush iko Nasa. Sio kwa kuenda ni kisiwa, ni mto, ni nini? Kama Kadoto. Lakini Gunbush kanajulikana sana Tanzania. Nafikiri watu wa Mgembe wote tungeenda kufanya mazoezi pale. Samuel anasema nyuki zilikuja, hadi baada alikuwa anashuhudia, anasema nyuki zilikuja pale zikataka kufanya mavitu, zikashindwa, zimewazunguka pale, alafu zikaingia kwenye speaker. Ilikuwa ni nguvu ya Mungu tu. Bwana sifiwe. Watu narudi kwa neema, wala si kwa nguvu zetu. Bwana sifiwe sana. Sasa mngeende basi pale Gunbush, ndio nimeisikiaga ile Sumbawanga ndogo. Sasa itabidi tufanye ziara huko, tuje twende. Bwana sifiwe. Lakini uzuri wetu, Mungu wetu ni mkubwa kuliko shetani. Nishawaambia kuna mambo ka shetani huwa tu ni kadogo sana, hivi tutamuinua kila mahali. Mungu wetu ni mkubwa sana. Msujudu Mungu, mwabudu Mungu. Yaani Mungu uzuri hatutumii kwa sababu tuna wewe, kwa sababu umeshakuwa chombo chako, umeshaji access, umeshajiachia, umeshajiavail kwamba Bwana Mungu niko tayari nitumie kama nilivyo hivyo. Atakutumia hivyo. Bwana sifa sana. Lakini sehemu ya kuabudu iwe katika maisha yako. Yaani kuabudu iweke. Mkitaka muwe rafiki na Mungu, hii inakufanya kwamba unamwambia Mungu siwezi chochote. Mimi sio lolote. Mimi ni mavumbi tu kama unavyojua hivyo kuna koroga. Alafu Mungu kuna mahali sana ametunania, sasa wewe ni mdudu tu. Alikuwa anawaambia wana Israeli mara kuna kipindi fulani walikuja juu. Akasema nyie ni wadudu, nyie ni vumbi la ardhi. Alafu nini, yani alitunania akasema kama jinsi ambavyo mvua inavyotoka huku na kuwapiga utosini, ninyi akili yenu ni ndogo sana. Ndogo sana. Mimi nikitazama vitu vya uumbaji, kuna kitabu nilikuwa nimekiandika. Nashukuru sana hata mtoto mbona hajafika, mtoto wa Mjungu naye ni mwandishi mzuri sana. Kile kitabu chake cha tamthilia ni kizuri mno. Vijana someni vitabu. Yule mtoto amekiandika kitabu na baada anasoma, kizuri mno. Bwana sifiwe. Kuna kitabu nikiandika kwamba Mungu wa kutisha. Mungu jamani anatisha. Amen. Kama shetani anaweza kufanya hivi vitu hivi vya duniani tu vya ajabu ajabu, na vingine wala tuvijui, vingine tunasimuliwa tu,
lakini Mungu wetu huyu uzuri wake ameshafanya vitu tunaviona, tunavijua, tunavigusa, tunakula, tunaishi kwavyo. Huyu ndio kuabudiwa zaidi. Hivyo vitu vingine ni chukizo kwa Mungu. Kushikamana na vitu sana alivyoviumba Mungu kwamba wewe vitawale, vinakutawala, kwake ni chukizo. Akikupa pesa ni kwamba uitawale, si kutawale. Akikupa akili ni kwamba wewe uitawale, si kutawala. Mpaka sasa hivi wanasayansi wameshaanza kuamini sasa kwamba Mungu yupo kweli, yupo. Maana kuna wanafika mahali ambapo yani wanajua kabisa hapa ni Mungu tu. Afu nikuta kwa sababu Biblia inasema hivi, mtu anieleze dunia imeshikwa na nini? Okay, tumesoma sayansi, najizungusha kwenye mwili wake kuna kitu fulani kinazunguka kama mpira, dunia inazunguka tena kwenda kasi kuliko hata gari. Sasa imeshikwa na nini? Mungu anamuuliza Ayubu. Nani anajua misingi ya dunia? Nani anajua hii ardhi ilitoka wapi? Nani anajua kwamba Mungu alitoa maji wapi? Jua wapi? Hewa wapi? Nyota wapi? Nani anajua? Afu mahali fulani anasema kwamba basi atokee mtu basi abadilishe jua mwelekeo wake, litoke mashariki, litoke magharibi, liwe linaenda mashariki kutua. Anasema hapo, hivyo ni viapo vya Mungu kwamba ndipo atakapokuacha wewe. Nani ataweza jambo kama hilo? Amuru jua kwamba lisitoke. Kwa Mungu ana viapo ambavyo sisi na yeye ni yani tunapendana, ni marafiki wakubwa. Hivi viapo hajawaambia malaika, hivi viapo hajamwambia Lucifer, amemwambia mwanadamu au atokee Mungu mwingine. Tena yeye mwenyewe anasema katika kitabu cha Isaya, kama yupo huyo Mungu simjui. Kama Mungu mwenyewe ajua, simjui wala simtambui, na hayuko Mungu kama mimi. Mimi ni Alfa na Omega. Bwana asifiwe sana. Piga makofi makubwa kwa Yesu. Sisi tuna Mungu ambaye mwanzo wake hatumjui na atakapoishi hatujui, yani ni wa zamani mno. Huyu ndio wa kuabudiwa na kusujudiwa na kuinamiwa, kwamba Bwana wewe ni peke yako. Msifu Mungu. Unajua ibada ya kuabudu tu na kumsifu inatosha, inatosha kumaliza adui yako. Hata usipokemea. Wana wa Israeli walikuta wanaabudu, ibidi hatuna muda. Walikuta wana wa Israeli wanaabudu wakati jeshi la Filisti limewazunguka. Samuel akasema msifanye haraka. Waisraeli wote, tena Wafilisti waliwategea, wako mahali ambapo hawatakimbia, wakawazunguka. Wakasema sasa hapo tunaenda kuwamaliza wote, kwanza hata hawana chochote hapa. Walipomwambia Mungu wakamwabudu, unaambiwa kwamba wakati wanawajongea, Waisraeli wakazidi kumlazimisha Samueli, tuombee, tunakufa sasa, tuko hapa na watoto wetu na wake zetu. Samueli, omba haraka. Anasema akachukua kambuzi, basi akachinja, akamwabudu Mungu pale. Radi ilipiga. Sema radi. Hii radi ni silaha za Mungu tu hizi. Mimi nilikuwa naogopaga radi kama Martin Luther. Martin Luther aliokoka kwa sababu ya radi. Ndio mwanzilishi wa KKKT. Baba yake alimsomesha Dr. Luther Martin ili amsaidie, maana baba